Na Waswahili wanasema hayawi sasa yamekuwa. Imenichukua takriban masaa mawili kutoka Mikocheni mpaka kufika Temeke, na hii ni kutokana na hali pengine ya barabara jinsi ilivyo, foleni za hapa na pale na mambo mengine kama haya, lakini cha kumshukuru Mungu ni kwamba nimefika hapa Temeke Mwembe Yanga, na kuna hali fulani ya mvua hivi, lakini hakuna kilichoharibika. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Hii ni Sauti ya Jamii, Kawabe Media. Ndio tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata zile sauti ambazo ziko chini ya carpet, ama zile sauti ambazo ndio zinaishi maisha ya kijamii. La kwangu jina ni Salumu Amani, niite mjumbe, na mjumbe siku zote auawi. Mimi nimefika hapa kuonana na wana jamii wenzangu, ndugu zangu, kaka zangu, baba zangu, lakini pia wazee wangu. Tutakuwa tukijadili mambo kadha wa kadha, na kubwa zaidi tunaziangazia takriban wiki mbili hivi sasa zimesalia kuelekea kwenye sanduku la kufanya maamuzi, sanduku ambalo linakwenda kuamua ni nani anakwenda kushika usukani wa kuliongoza taifa letu la Tanzania, na maanisha kwenye ngazi ya urais, ubunge, lakini pia madiwani, ambao ndio watu ambao tunakutana nao mara kwa mara katika jamii zetu huko chini. Niko Temeke Mwembe Yanga kama nilivyokuambia, na nipo na jopo hapa la katika kijiwe hiki kuna watu mbalimbali mimi nitakwenda kuzungumza nao. Na kitu cha kwanza kabisa tutamani kuzungumza ni kuelekea uchaguzi mkuu katika hizi wiki mbili. Wao tayari wameshapata viongozi au tayari wameshaona ni kina nani wanafaa, angalau kujua tu bila hata kuwafahamu majina yao ambao wanakwenda wao wanadhani watafaa kuwa viongozi wao, lakini kufahamu tu kwamba je, wanahisi tayari wameshapata mwanga wa kina nani wanakwenda kuwapa nafasi ya kuongoza. Basi tutakwenda kujua hapa, usiondoke. Kwanza kabisa tunaangazia hali ya kisiasa hapa nyumbani nchini Tanzania katika hizi siku 14, tukiziangazia kampeni pamoja na sera za wagombea. Kaka yangu hapa natamani kufahamu jina lako. Jina langu naitwa Msafiri Matayo, ni mkazi wa Temeke, ni mwananchi wa kawaida. Sawa. Tuna siku takriban 16 hivi ama wiki mbili kuelekea uchaguzi mkuu. Hali ya kisiasa iko vipi kwako wewe? Unaitazama vipi kama mwanajamii ama mkazi wa eneo hili la Temeke? Kwa hali ya kisiasa katika nchi yetu kidogo ina vitu ambavyo hatuvielewi kama wananchi wa kawaida, kwa sababu ni kama tumekosa ule uhuru wa kuhakikisha kwamba tunachokihitaji sisi wananchi kinakosekana kwa kiwango kikubwa, kwa sababu pale ambapo tunapoona hasa kwenye eneo zima la uchaguzi wa mwaka huu, baadhi ya vyama vingine ambavyo vimekosa nafasi kabisa ya kuingia kwenye uchaguzi, na kwa sababu walizozitoa wao zina msingi kabisa, zinatulenga sisi wananchi. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo kwa msingi yetu ya kisiasa au kwa utaratibu wetu, yani ukichukua zoezi zima la uchaguzi lilivyo, ni kama tumenyimwa hivi. Sawa, yeye anasema ni kama kuna walakini, kama vile wamenyimwa haki fulani ambayo ingekuwa ya msingi sana. Na mimi upande wangu hapa wa kushoto, kaka, jina lako? Kwa jina naitwa Jumanne Lemba. Na Jumanne, wewe ni mkazi wa eneo hili la Temeke? Mimi mkazi wa eneo hili la Temeke. Sawa, wewe pengine kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, tumebakiza takriban wiki mbili tu kuelekea kwenye sanduku la kupiga kura. Unaonaje hali nzima ya uchaguzi katika hizi siku 14 zilizopo? Yaani, je, wewe tayari umeshaona kuna nafasi ya kwenda kumpa mtu nafasi ya kuweza kukuongoza kama kiongozi wako katika eneo lako? Tayari ameshapatikana huyo mtu, lakini kuna vitu vya kujiuliza katika uchaguzi huu unaoendelea mwaka huu. Maana tumezoea chaguzi nyingi sana tukiona wagombea mara kwa mara wakifanya kampeni, lakini uchaguzi huu unaona hatuwaoni hao wagombea mitaani. Kwa maana hawafiki kwenye maeneo yenu? Hawafiki kwenye maeneo ya wananchi. Sasa sijui kina nani atawapigia kura wakati wananchi wenyewe hawafikii hata kwenda kuwaomba hizo kura. Sasa sijui tutapiga kura hizo kuwapigia kina nani. Leo unahisi inamaanisha nini kwa upande wako wagombea kutokufika katika maeneo ambayo wananchi wanapatikana moja kwa moja? Wewe unapata tafsiri gani kama mwananchi ambaye ndio tunasema utakwenda kupiga kura Oktoba 29? Mimi tafsiri yangu nilikuwa naiomba serikali kwa pamoja. Hivi kuna vyama vingine havina nguvu,
vyama vingine vina nguvu. Kwa vile vyama ambavyo vilikuwa vina nguvu na vyenye nguvu tulikuwa tunaomba kwamba siku ya labda kuna mkutano Mwembe Yanga, basi waite wale wagombea wote kwa pamoja, waujiwe ni kitu gani wanataka kutufanyia wana Temeke au wana eneo fulani, kuliko wao kuachia chama kimoja kimoja. Kuna vyama vingine vina nguvu, vyama vingine ni mtu wa ukweli, lakini nguvu hana ya kutembea mitaa yote au eneo lote, kwa wanakuwa wanakosa haki. Lakini kama wote wakisimamiwa na tume, wakasimamishwa jukwaa moja, ni rahisi kabisa kujua huyu anataka kututendea nini na huyu anataka kutufanyia nini. Kwa hiyo katika uchaguzi unakuwa ni mwepesi. Sawa, tumekuwa na chaguzi mbalimbali. Tunasema kwa mimi umri wangu ni kama nimeshuhudia chaguzi 3 mpaka 4 kwa umri wangu nilokuwa nao. Inaweza kutofautiana kwa kila mmoja kwa jinsi ambavyo pia na umri wake. Tunachotamani kufahamu ni katika siku hizi 14 kuelekea uchaguzi wa mwaka huu, kuna tofauti ipi na chaguzi zilizopita? Yaani mwaka huu tuna uchaguzi, lakini kuna chaguzi zilizopita. Kuna tofauti ipi ya siku 14 za uchaguzi huu uliopo na uchaguzi ambao pengine utakuja unaenda tarajiwa kufanyika mwaka huu? Kuna tofauti upi? Kwa habari ya uchaguzi ya chaguzi zilizopita na uchaguzi tulikuwa nao wa 2025 ni tofauti kubwa sana. Maana uchaguzi unapoita uchaguzi, binafsi yangu mimi naona uchaguzi ulikuwa 2015. Yaani ule ndio uchaguzi pekee naweza kusema ulikuwa na competition kubwa. Yaani kila Mtanzania ukimuuliza alikuwa yuko kwenye hamasa wa ile uchaguzi. Lakini mara baada ya pale uchaguzi tena ukawa sio uchaguzi, ukawa ni uchafuzi. Tumekwenda kwenye chaguzi kuanzia 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa yaliyotokea, nafikiri wewe mwenyewe kwa namna tu uliona, halafu tukaingia 2020 ukaona yaliyotokea. Kwa hiyo tofauti ni kubwa sana ukilinganisha chaguzi zilizopita. Nikianzia kuanzia 2015 nimesema ndio kulikuwa kuna uchaguzi kweli, kwa sababu hamasa ya kila mmoja kweli, ukimuuliza sema yes kweli uchaguzi huu. Lakini kuna hizi chaguzi kuanzia 2019, 2020, 2024 chaguzi zote serikali za mitaa mpaka huu wenyewe, uchaguzi sio uchaguzi, bali ni mkamba mazingaombwe fulani ambayo yanaendelea hivyo yani. Sawa. Brother ni kijana ambaye tunasema katika kipindi fulani nazungumza na wewe kidogo tu, kwa wewe ni kijana, ni moja kati ya vijana, na unaweza ukawa umeona jinsi gani ambavyo watu mbalimbali wanazungumza katika sera ambazo umezisikia zikizungumzwa. Unahisi ni sera zipi ambazo zinawagusa vijana moja kwa moja kuelekea uchaguzi mkuu ambao huu tunaenda nao? Yaani zile sera ambazo unasema nikisikiliza hii sera na uiona kabisa ikiwa imemgusa kijana, yaani kijana moja kwa moja hii sera imemgusa na inakwenda kutusaidia kama vijana. Wewe kwa upande wako kama kijana? Kwangu mimi sijaiona, kwa sababu kwanza sijafuatilia uchaguzi. Sababu uchaguzi wenyewe hauna mvuto. Uweze hata kufuatilia. Kwa maana ungekuwa una mvuto, ungefuatilia tukajua sera zipi inakidhi kwa vijana na sera zipi hazikidhi kwa vijana. Kwa nini unasema uchaguzi hauna mvuto? Yaani hamasa za uchaguzi uzioni mtaani. Unasikia tu kule vyombo vya habari, Oktoba tukatiki. Mwenye anakuambia tukalinde kura, unajiuliza unalindaje kura kwa kipindi hichi na kipindi kile ulishindwa? Kwa maana kama hakuna uchaguzi, ila wenyewe wasisema uchaguzi upo, wataka kwenda atakwenda, usokwenda tutakaa nyumbani, watamaliza jambo lao, siku tutapita. Sawa. Tunasema katika chaguzi tofauti huwa kuna namna ambavyo sera huwa zinapewa, ahadi zinatolewa kwa ajili ya mabadiliko mbalimbali. Ukitazama chama kilichokuwa madarakani, Chama cha Mapinduzi CCM, kimekaa takribani zaidi ya miaka 40 kwenye madaraka. Katika kipindi hiki ambacho serikali hii imekuwa madarakani, unahisi ni nini haswa ambacho kinaweza kikakupa nafasi ya kuzungumza kwamba hiki chama kinafaa kurejea madarakani? Na kama hakifai kurejea madarakani, na unafikiri ni sababu zipi ambazo zinaweza kusema hichi chama hakifai kurejea madarakani? Yaani wewe kwa upande wako unaona tuwarejeshe madarakani, ama chama hichi kimeferi kufanya mambo fulani au kimeshindwa kufanya mambo fulani, basi kisirejee tena madarakani, kwa kuyataja walau kwa uchache?
Niweka hivi. Kwa jina naitwa Muhammad Hassan. Mimi ni mkazi hasa wa Mkuranga, ila hapa ni sehemu tu za vijijini tunakutana. Kuhusu katika changamoto hususan katika masuala ya uchaguzi. Kwanza napenda nizungumze katika upande wa uchaguzi wa mwaka huu, kwanza hauna mvuto kama nilivyosema mwenzangu, kwa sababu kwanza utakuta wagombea wengine utakuta tu mtaani kama hapo stand wanasimama, lakini wengine pia utakuta kwamba labda utakuta ni CCM tu, labda ndio utakuta katika mazingira yao ambayo yanayostahili. Kwa hiyo kuja kutazama katika masuala ya uchaguzi wa mwaka huu, kwa mfano kama mimi binafsi ninavyotazama, ni heri tu wangeamua kwamba kiwe ni chama kimoja kifanye kazi zao, kuliko kuweka vyama vingi afu kingola vyama vingine vinakuwa havina uhuru kivile wa kufanya mambo yao. Kwa sababu kama uchaguzi wa mwaka 2015 na kushuka chini, kwa uchaguzi kila mmoja alikuwa na mvuto, na unaona kwenye kampeni na kila mmoja anashangilia kile chama chake ambacho anachokitaka. Kama mwaka huu unaweza kusema kwamba chama pinzani hapo tunachokiona ambacho cha Chadema. Sasa hivi Chadema yenyewe nayo ndio mgombea wao yuko kule, haeleweki. Lakini utamkuta kuna baadhi ya wagombea mwingine anakuambia moja kwa moja kwamba nichagueni mimi, kula mpeni mama. Sasa unakuta kwamba huwezi yani kulazimika kwa kifupi zote hazieleweki kama zinaenda wapi. Zinaenda kule sehemu husika ambapo kwa CCM. Kwa hiyo kwa kifupi tukiangalia changamoto za barabara. Kuhusu changamoto za barabara, kwa mfano kama mtu wa Mkuranga, kwa kweli tuna mbunge wetu anaitwa Mheshimiwa Bwana Urega. Mimi Bwana Urega katika upande wa kwetu sisi wilaya ya Mkuranga, nikija kutazama kwa mtazamo, hakuna katika miundo mbinu ambayo alishaitengeneza, hakuna. Ukiangalia barabara nyingi za wilaya ya Mkuranga ni barabara mbovu, kuanzia barabara Kazole, Vianzi, ukija kuangalia barabara ya Bupu, barabara ya kutoka Kimasiana kwenda Mkamba, yani ukija kuziangalia barabara zote hizi ni za kwake, lakini kwamba ni mbovu. Hasa inapofika kipindi cha mvua kama sasa hivi ni changamoto. Tena kuangalia sehemu zingine kama sasa hivi kuna miji mipya ambayo inakuwa kwa sasa hivi. Unakuja kuja kutazama wakati wa mvua sasa hivi zinavonyesha, unakuta kwamba hazipitiki hata kwa gari. Hata hizo pikipiki sometimes za kwa nini? Ni shida tupu. Kwa hiyo unaona kwamba jinsi gani ya miundombinu ilikuwa mibovu. Tuje katika upande ninazungumzia katika upande wa kwangu mimi, kwa mfano kama mimi mlemavu. Ndio nazungumzia huo. Kwa sababu kama sisi walemavu, kiukweli mimi naweza nikasema ni bado tumewekwa nyuma. Ila kuna watu wakitazama hivyo wanaona kama ni walemavu wanasaidiwa kwa 100%. Ukitazama ni ukweli ambao unakuta kwamba ni hakuna. Kwa sababu unakumbuka enza Mheshimiwa John Pombe Magufuli marehemu alifariki, alitengeneza 2% za watu wenye ulemavu. Lakini kwa tunazipata zile baada ya mikopo ya bajaji mbalimbali. Lakini hivi sasa hii mikopo kupatikana kwake ni changamoto mno kujisa kupata watu wenye ulemavu. Na serikali ambayo iliyokuwa inaongozwa John Pombe Magufuli, na ndio serikali ambayo alikuwa makamu wa rais, ambao si mwingine ni rais wetu hivi sasa. Tulishangaa kwamba zile 2% zimepelekwa wapi, na kama zimepelekwa basi zimepelekwa kwenye vipengele vya sheria ambavyo vinginevyo hata kuvipata sometime wa mlemavu vinakuwa ni mtihani. Kwa hiyo tunaipenda kuishauri serikali kwa pamoja, kama wanania kutusaidia sisi wananchi kupitia ngazi mbalimbali, basi wao wajenge ushirikiano wa pamoja bila ubaguzi kutegemea upande fulani na kwenda upande fulani. Labda tukija katika masuala ya hospitali. Masuala ya hospitali, juzi niliwahi kumsikia yule mama akizungumza, niliwahi kusikia kwamba akisema kwamba maiti zitafanya nini? Akipita yeye maiti zitatolewa bure bila madeni. Lakini leo tunakuja kuangalia kwamba kwa nini hivi sasa anashindwa kutoa amri ya kusema kwamba kwanza hivi sasa maiti zote mtoto atakayefariki basi maiti yake apewe bure bila kudaiwa deni la aina yote. Naam. Umesema kwa nini anazungumza sasa hivi kwamba kwamba maiti zitaachiliwa, wakati unafahamu kwamba yeye yuko kwenye madaraka, kwamba swali lako la msingi hasa ni nini? Kwamba unataka wewe ni kwamba angeweza kuzungumza hata sasa hivi kwamba watu maiti fanyaje zisizuiliwe, wapewe. Yaani hiyo ndio logic yako ambayo unaizungumza hapo. Ndio maana kinasema hivi, kwa sababu yuko madarakani na uongozi ni wa kwake, na ambaye mpaka hivi sasa yuko bado yuko juu, yeye ndiye atakuwa atoe amri ya sasa hivi. Kabla hajaapishwa tena. Hivi sasa aseme kwa sababu ni rais, mpaka hivi sasa sote tunamtambua. Jamani, kwanza hivi sasa nikiwa kama rais nasema kwamba maiti kwanza leo zitolewe bure bila madeni. Inaweza kama swali linatekelezwa. Haiwezekani useme kwamba eti mkinichagua maiti zitapita bure. Sasa hivi uongozi wa nani? Si uongozi wa kwake. Kwa hiyo anashindwa kutoa amri hizo. Sawa. Bado tunaendelea kuyajadili masuala kadhaa, na tuko hapa pia tunajaribu kugusia 1 2 3. Kila mmoja anajaribu kuzungumzia kwa upande wake. Nitatoa nafasi pia kwa watu kuendelea kueleza mambo mbalimbali. Na kukumbusha mimi niko Temeke Mwembe Yanga. Niko hapa na hii ni Kawabe Sauti ya Jamii.
Wanajamii wanazungumza kuhusiana na uchaguzi mkuu, hususan katika siku hizi 16 ambazo zimesalia kuelekea kufanya maamuzi juu ya uongozi ambao wana uhitaji. Nitazungumza na mzee wangu hapa naye pia aweze kuzungumza na sisi anazungumzaje swala hili. Mzee, tunaelekea uchaguzi mkuu na siku zimebaki 16 tu. Hali ya kisiasa, kampeni, mwendelezo, jinsi ambavyo wagombea wanafika kwenye maeneo tofauti tofauti, unautazamaje wewe kama wewe? Mimi ninachoona ni kitu cha aibu. Ni kitu cha aibu, kwanza kinafedhesha. Nahisi kwa sisi wananchi, nahisi wametuchukulia kama ni watu ambao tusojitambua. Na hicho wanachokifanya hichi naona kama ni comedy. Kwa sababu hata ukipita kwa wale watu wasiofahamu kitu, ukimwambia kuna chaguzi tarehe 29 haamini kama kuna chaguzi. Na kwa mara ya kwanza tunaona chaguzi ya ajabu kabisa kwa nchi hii. Kabisa, afu ni aibu. Na hicho wanachokifanya wasione ukimya wa wananchi wamekaa kimya. Sisi sio wapumbavu, wakielewe kabisa kuna kitu wanakitengeneza kitakuja kuwa kosti baadaye, au mwisho wao waweza kuja kuwa mbaya kwa taifa hili kwa hicho wanachokifanya wao. Sisi tumekaa kimya, lakini hatukukaa kimya kwa ujinga. Ni namna tulivyokuwa tumelelewa hivyo kwa taifa hili. Sio wapumbavu. Na tumeona sisi kwanza sasa hivi kwanza yani kumwambia mwananchi wote kwamba hata ukipita mitaani, kwa bahati mbaya ukifika sehemu kidogo kuna mshamsho, unajua ni wao chama tawala. Hakuna chama kingine. Sijui wao kwa wale wao wanajionaje. Ni watu wazima, wasomi. Sijui kama kitendo hichi wao wanakichukuliaje. Hata wanakwenda tarehe 29 wana furaha gani kwa uchaguzi wa staili kama hii? Kwanza ni aibu, mimi nasema. Ni aibu kubwa ambayo wanafanya kisi kwa wananchi. Ndani ya mioyo yetu namna tunavyoumia, Mungu atakuja kutulipa sisi. Sasa tuanzie hapo. Kuna hicho ambacho unakizungumza kwamba serikali ni kama vile imeamua kudharau wananchi, wanasema hakuna uchaguzi ambao unakwenda kufanyika. Hebu kwa moja kwa moja, unahisi kuna udhaifu gani ambao unafanya wananchi wanashindwa kuzungumza na wanabaki tukutazama mambo yanapokwenda jinsi yalivyo? Unajua sasa hivi kwa nini wananchi wachukua kwa hiyo ni matukio ambayo yanajitokeza. Watu wamekuwa waoga kuongea. Tumeona watu wanapotea, hakuna letekwa akaonekana, hakuna mtekaji akakamatwa. Unakuta sasa hivi watu wamekuwa waoga. Hapa tulipo tunapokaa hapa, wenyewe tumeshazoea, na kija mtu ambao tumfahamu, kama tunazungumza siasa tunabadilisha mazungumzo. Hii pekee yake imetupelekea sisi tumekuwa waoga hata kuongea. Kwa sababu hatujiona mfano wote wa serikali unaotuonyesha kwamba kweli wako kazini, wapo kweli kwa niaba. Kwanza nchi kutuambia kwamba hii nchi ina amani na ina usalama, kwa nchi yake si kweli. Hawajatuonyesha mfano huo. Na tunashangaa kabisa hata waziri wa mambo ya ndani mpaka leo yupo kazini. Ni kitu cha ajabu sana. Analala usingizi pasipokuwa na shaka, pasipokuwa na hofu. Watu wanapotea, wanaopotea hawaonekani, wanaofanya hayo hawakamatwi. Wananchi sasa hivi wamekuwa na taruki, wamekuwa waoga. Kuna wengine wanakuambia kabisa hiyo siku ikifika, hata kama ana hiyo kadi ya kupiga kura, anaogopa hata kwenda kupiga kura. Sasa ndio zasema hao wenyewe na mamlaka kuna hili wanalionaje. Sijui kama ni kitu kizuri kwao, ndio watarudi madarakani, lakini katika hizo nafasi zao, hata nafsi zao nadhani zitakuwa zinawasuta. Sawa. Tumejaribu kusikia hapa kila mmoja akizungumza jinsi ambavyo mambo yanakwenda. Sasa katika haya ambayo yanatokea katika siku hizi 14, najaribu nitazungumza na kila mmoja ajaribu kuongea na hisi tufanye nini ama nini kifanyike ili pengine tusifike huko ambako wengi wanafikiria tunaweza tukafika. Mzee wangu, tunao uchaguzi Oktoba 29, malalamiko ni mengi sana kwa uchaguzi huu. Wengi wakisema una madhaifu mengi sana ambayo yanatakiwa yarekebishwe. Pengine katika siku 16 zilizobakia tunaweza tukafanya nini ili kuondoa hili dukuduku kwa wananchi ambao ndio hawa wapiga kura? Kwa majina naitwa Jafari Saidina Kiwanga. Chaguzi mbakia siku 16. Ndani ya mimi sidhani kama kutakuwa kuna
kitu kingine cha mabadiliko zaidi ya mwenendo tunaokwenda nao. Mimi nafikiri sasa hivi Watanzania wote tumejiandaa kwenda kupiga kura tarehe 29. Sawa, sidhani kama kuna mabadiliko mengine ya kusema ndani ya tarehe siku 16 pengine mabadiliko ya katiba yatafanyika. Hapa hizo zitakuwa ni ndoto za Alinacha. Mimi nafikiri kama mabadiliko ya katiba pengine miaka 5 ijayo tunayokwenda pengine 30. Lakini sasa hivi tumejiandaa kwenda kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29 kwenda kupiga kura. Suluhu ya malalamiko kwamba uchaguzi dhaifu, wapiga kura hawafiki, wagombea hawafiki kwenye mazingira ambayo wananchi wapo, hususan kama madiwani pamoja na wabunge, lakini pia wanasema uchaguzi umeonekana kupunguzwa ushindani kutokana pia na ukosefu wa wapinzani ambao walikuwa wanaonekana wana misuli ya kupapatuana na chama cha wananchi. Wewe unadhani ukiachana na kwamba tutakwenda kupiga kura, sawa, tunakwenda kupiga kura, nini kingine kinaweza kufanyika walau kuamsha sasa morali ya wananchi kuelekea kupiga kura? Kweli upinzani wa kupiga kura umeshuka kwa sababu vyama vya upinzani wanakuwa hawana hoja za msingi za kuweza kuizidi CCM. Hawana hoja za msingi kuweza kuizidi CCM. La pili, yale ambayo wanasema wapinzani, CCM wanayafanyia kazi. Kwa mfano leo, CCM ya leo ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sawa, karibuni mambo mengi ambayo yanayopigiwa kelele serikali wanayafanyia kazi. Chama cha Mapinduzi ambacho kinaongoza serikali yanayafanyia kazi. Sasa unalipi lingine ambalo utakaoweza kuikosoa serikali? Na katika serikali haiwezekani yote serikali wakamaliza kwa wakati mmoja au ndani ya miaka 5. Haiwezekani. Sawa, rais huyu anakuja, atafanya hapa, ataishia hapa, mwingine ataanzia pale poishia mwenzie kwenda mbele. Sawa. Sasa wanatakiwa watafute hoja za msingi za kuweza kuiangusha Chama cha Mapinduzi cha CCM. Lakini kwa staili hii, kwa mfano unaposema no election no reform, sasa unamsusia nani? Kwa hiyo kisusa watu kwenda kupiga kura, utaratibu wa demokrasia utaendelea. Taratibu 29 utafika, ukwenda kupiga kura, watu watamtangaza rais aliyokuwa anatia kiti chake, ataongoza serikali. Sawa. Na tamani nipate sasa mmoja ambaye anaweza kuzungumza kuhusiana na hili kwamba sababu ya yote haya kutokea ni wapinzani kukosa sera madhubuti kwa ajili ya kushindana na chama tawala. Kuja kwako mzee wangu, je, ni kweli upinzani umekosa hoja madhubuti za kuweza kushindana na chama tawala pengine na kuongeza mvuto kwenye uchaguzi huu? Hapana, sio kweli. Sio kwamba wamekosa hoja za msingi za kushindana na chama tawala, si kweli. Wamekosa huo uhuru. Lakini sio kama ni kweli wana hoja za msingi, tumeziona kabisa. Wanazo hoja za msingi. Na kama kweli tumejaribu kuwafuatilia hao ambao walikuwa wanakuja kutunawasikiliza, ni kweli kama wangeweza kupewa hiyo ridhaa. Tunaona hata hoja zao ukiwasikiliza zinatubusa sisi watu walia chini kabisa. Tazi na msingi, kwa sababu hata ukisema hiyo swala la maiti itakuwa wanasema kwamba itakuwa ni bure, watapewa nchi. Walianza hao vyama vya upinzani ndio walianza kutoa hoja, alafu hao chama tawala ndio kikaja nacho kikatoa tamko hilo. Kwa hiyo ni kama wameiga. Lakini vyama hivi vimekosa hiyo power tu na support. Lakini wana hoja za msingi kabisa, na kama unasema kwamba ingekuwa kuna uwezekano tunasema bwana tumpe. Lakini kitu ambacho hakiwezekani. Kwa kweli wao kupenya katika chama hichi tawala ni kazi sana. Lakini wana hoja za msingi. Ukiwasikiliza unaondoka pale unafarijika kabisa na hoja zao. Nadhani kuna ugumu kwa vyama vya upinzani kupenya katika utawala ama kuwa vyama tawala. Kwa nini nadhani kuna huo ugumu? Ni mfumo wenyewe jinsi ulivyokaa wa kinchi. Wa kisiasa jinsi wenyewe mfumo wenyewe kisiasa ulivyokuwa umekaa kule. Katika hivyo vyama unavyosema, kuna vingine ukiviangalia, mtu anakuambia mbunge diwani mpe, urais mpe bama, unashindwa sio kupaelewa hapo mara. Lakini tunafahamu pale ni vitu vya kisiasa, ni mifumo ambayo ipo sasa hivi, lakini kama unakwambia sio na nchi, kila kinachofanyika hizo propaganda si tunaelewa kinachoendelea. Hiyo sio sabaje
wasione tumekaa kimya, lakini maumivu tulikuwa nao ni makubwa sana, makubwa mno. Sawa, na nataka pia nizungumze na kaka yangu hapa pembeni kuhusiana na swala hili la uchaguzi. Brother, tuna siku 16 kuelekea uchaguzi mkuu. Umesikia kuna mzee wangu hapa pembeni anasema chama tawala bado kina nguvu na wapinzani ni kama wameshindwa kutoa hoja madhubuti kuidhibiti CCM au kudhibiti chama tawala, lakini baba anasema kwamba hakuna uhuru huo ambao unaruhusu au inaipa nguvu vyama vya upinzani kuweza kushika madaraka kwa sababu mbalimbali ikiwemo kudhoofisha upinzani na mambo mengine kama haya. Katika hoja hizi mbili wewe unaweza kusimama upande upi? Kwanza kabisa sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuwa na afya na kupata nafasi ya kutetea hoja ama ya kuzungumza. Kiupande wangu mimi naungamana na kakangu hapa kusema kwamba Chama cha Mapinduzi ukiangalia na vyama vingine kiuhakika kwamba hakuna mtu ambaye ana sera manake za kushinda Chama cha Mapinduzi. Tuko sawa? Na kingine na tutaendelea hapa na tutaendelea kuzungumza pia mawili matatu hapa akisema tunaona mchangiaji aliyepita anasema kwamba hajaona chama ambacho kina nguvu hiyo ya kushindana. Sasa mzee wangu, umesikia hoja ambazo zinatolewa na watu wengi. Wamesema tatizo kubwa la vyama hivi ni kwamba hata watu wenyewe wanaotoka kukosoa, watu wamekuwa na uoga kwa sababu hali ya usalama si shwari. Kwenye hili wewe unalipi la kuzungumzia, kwamba unaona kweli kuna hali ya usalama ambayo sio shwari au kuna namna mambo ni kama hayaeleweki? Kwanza nianze kujibu na swali la ndugu yangu pale, amezungumzia kuhusu maiti kutolewa kwa pesa. Nchi zote zilizoendelea duniani sawa, hakuna kitu cha bure. Hata muuza maandazi Ulaya analipa kodi. Ukiacha na hapa, itafika wakati, kwa sababu Tanzania ni nchi inayoendelea, inafika wakati haya madai tunayodai kutengenezwa barabara, kujengwa mashule, mahospitali yanataka pesa. Sawa, kwa serikali inataka kusanya kodi. Mimi ningeona kama vyama vya upinzani hoja ya msingi wangekuja nayo kwamba maiti isitolewe kwa bei kubwa sana. Sawa, kidogo iwe watu waweze kumudu gharama. Wakati ule tulikuwa nje ya Nyerere, sio wakati wa sasa hivi. Watu walikuwa wachache, ndio maana wakati vitu vingi vilikuwa bure. Unakuta hata shule za msingi walikuwa wachangii, tulikuwa kusoma bure. Sawa, lakini sasa hivi kutokana na wakati ulivyo lazima uchangie. Sawa, na kuja la pili, bado vyama vya upinzani, unajua kukiangusha chama tawala lazima chenye kiwe madhubuti, hakitakubali kudondoka hivi hivi. Makikidondoka kurudi tena ni ngumu, unakuta kama KANU Nairobi. Sawa, hata lazima na wao CCM inajipanga kwa njia yoyote lazima iendelee kuwa madarakani, na ndio maana vile wanavyozungumza wapinzani sisi mnakwenda wanayafanyia kazi. La tatu, unakuja kwenye vyama vya upinzani, wale wapinzani wenyewe bado hawajao wapinzani, bali ni waongo, wako kwa maslahi ya maisha yao. Leo unakuta Bulaya amerudi CCM, unategemea mwingine alikuwa anasemaje na yeye anarudi CCM. Bulaya huyu hapa leo yuko CCM, sawa, anarudi CCM. Kwa maana wako huku kwa kutafuta maslahi, kwa kutegemea, kwa sababu walikosa sifa kwenye CCM kwa wakati ule ya kuwa viongozi, twende huku pengine tutapata madaraka. Ukiona kuna namna gani sasa hapa ameshatengeneza jina huku, wanarudi huku, unategemea pana upinzani hapa au ni danganya toto kwa maslahi yao? Sasa kukiangusha chama cha CCM ni ngumu, pengine karne 300 huko, karne 300, sio leo, tusijidanganye. Sawa, na hadi kufikia hapo sisi tutamaliza sehemu ya kwanza ya mahojiano haya.
Tutakuja pia kwa ajili ya sehemu ya pili ya mahojiano haya. Kwa leo tutaishia hapa. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya Sauti ya Jamii, Kawabe Media, lakini kukumbushe kuendelea kusubscribe channel yetu na kugusa alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kuweza kupata kila taarifa ambazo zitakuwa zinakuja kupitia hapa. Jina langu ni Salumu Amani, niite mjumbe hadi wakati mwingine. Kwa sasa sina la ziada. Asante.